قال مصنف رحمه الله: الحديث الأول وفيه بيان فضل استحضار النية الصالحة في جميع الأعمال الإدارية والحث على ذلك. حديث ya mwanzo ndani yake kubainisha fadhila za kuihudhurisha nia njema, kuihudhurisha nia njema katika matendo yote ya kiuongozi, ya kiidara na himizo katika hilo. Tazama, katika ibada kuna kitu kinafahamika ni al-ikhlas. Unafanya amal kwa ajili ya Allah azza wa jalla, unakusudia amali yako kupata uso wa Allah, ukisali, ukifunga, ukihiji, ukitoa sadaka. Lakini kuna baadhi ya matendo yanahitaji ihdharu niyya, kwa sababu ni tendo ambalo yastawi fihi almuslim walkafir. Muislamu analifanya, kafiri analifanya. Sio ibada. Kafiri haji msikitini akasali wala akafunga Ramadhani. Kwa hiyo hii ni ibadatun shar'iyya madha tahtaju ila ikhlas an-niyya. Hii ni ibada. Lakini kuna matendo ambayo kila mtu anayafanya. Kuamka asubuhi ukafagia, mwanamke akafagia nyumba yake, akaosha vyombo vyake, au mwanamume akatoka kwenda katika majukumu yake. Hili ni tendo ambalo panahitaji kuhudhurisha nia. Hapa useme kwamba bwana mimi natoka nyumbani kwa ikhlas naenda kazini. Hakuna ikhlas unapokwenda kazini. Unapokwenda kazini kuna nini? Istihdharu niyya. Kwamba hili jambo ninalolifanya, anakuja jioni, anakuja Pasaka, banana kule ofisini tunakuwa pamoja, yule ni kafiri, ni muislamu. Tofauti yenu inakuwa wewe unahudhurisha nia kwamba hili jambo iwe ni sababu ya kumwabudu Allah katika kupata riziki halali, kupata kitu cha kusogeza mbele Uislamu. Wewe unahudhurisha nia yako pale katika ile kazi unayofanya, kama ni mwalimu, kama ni mwajiriwa, kama ni sekta nyingine yoyote, unaihudhurisha nia kwamba hili jambo iwe ni sababu ya kupata radhi za Allah ndani yake. Pale hakuna nini? Hakuna ikhlas. Sio kasema mimi nafanya kazi yangu kwa ikhlas, la. Kwa hiyo bayanu fadli istihdhari niyya salihah fi jamii al-a'mal al-idariyya, katika matendo yote ya kiuongozi idariya, wal hathu ala dhalika, na himizo katika hilo. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innama al-a'malu binniyati, hakika si vinginevyo matendo yote ni kwa nia. Yani kupimwa, kulipwa, kusihi kwake, kuzingatiwa kwake, kukubalika kwake binniyat. Al-a'malu binniyat, katika riwaya nyingine huja binniya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na si vinginevyo kwa kila mtu atapata kile alichokusudia, alichokinuilia. Hii ni kama kaida, al-a'mal binniyat. Amali zote ni kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mmoja atapata kile alichokusudia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, wakasema mtume alipigia mfano, na zimekuja baadhi ya riwaya ilikuwa ni jambo lilotokezea. Kuna mtu alifanya hijra kwa kumfuata mwanamke anaitwa Qais, akawa anaitwa Muhajir Qais, amemfuata mwanamke huyo katika mji wa Madina. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, yule ambaye atakayekuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume, fa hijratu ila Allah wa rasuli, hijra yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha, yule ambaye itakuwa hijra yake ni kwenye dunia ili aisibu, au ila mra'atin yankihuha, au mwanamke apate kumwoa, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, bas hijra yake ni kwa kile alichohamia. Muttafaqun alayhi. Anasema jaa fil adab ash-shar'iyya li ibn Muflih, imekuja katika kitabu cha adabu shar'iyya cha ibn Muflih, anna Abdullah ibn al-Imam Ahmad rahimahumullah qala li abihi, siku moja Abdullah mtoto al-Imam Ahmad alimwambia baba yake, ausini, akamwambia niusie. Faqala inwil khaira, akamwambia nuia khairi. Unajua muislamu anaweza kuwa anafanya mambo mengi lakini hatii nia kwamba hii ni khairi. Kwa mfano, mtu anatoka nyumbani asubuhi, ahli yake anamwambia hapa hakuna hichi, hakuna hichi, hakuna hichi. Mtu akifanya anaona kama anafanya kawaida tu, kumbe lile jambo la ibada analipwa. Kumsimamia mkeo, mtoto wako, watu wako walazima ukawapa, ile ni ibada ambayo inalipwa. Sasa watu wengi
hawahudhurishi nia katika lile jambo, bali mwingine anatoka kukasirika, mwanamke huyu ni msumbufu, nimeleta juzi tu vishaisha, hana matumizi mazuri, lakini wajibu wako kumpa ende wapi? Kwa hiyo mambo kama haya ndio nasema kwamba mtu nitakana aihudhurishe nia yake, ajue kwamba anafanya ibada kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo anasema akamwambia inwil khaira, nuia khairi, fa innaka la tazalu bi khairi ma nawaita alkhair, kwani wewe hutoacha kuwa katika khairi kwa muda wote utaponuia khairi. Wewe umenuia khairi tu, mimi bwana napambana, natoka katika hili kwa ajili ya kufanikisha kitu kadha wa kadha katika mambo ya dini, kule kutoka kwako na ile nia uliyoiweka ndio sababu ya kuichuma khairi. Faqala ibn al-Muflih wa yalzamu al-amalu bihadhihi al-wasiyya, na italazimu kufanyia kazi wasia huu, tarku a'mali al-qulub al-madhmuma shar'a, kuacha yale matendo ya nyoyo ambayo yametajwa vibaya kisheria. Yani kuna mambo ambayo mtu asianuie, asikusudie shari. Kwa mfano mtu amekusudia kitoka hapa nipite sehemu fulani nikamkute mwanamke nimchukue, akawa amekusudia shari katika nafsi yake. Hatakikani mtu kulifanya hilo. Kwa nini? Kwa sababu asipolifanya akawa ameshindwa kuliendea lile jambo, analipwa shari kwa mujibu wa nia yake. Analipwa shari kwa mujibu kwa sababu amenuia hata kulifanya lile jambo, lakini hakuna kilichomzuia kulidiriki na kulikamilisha lile jambo isipokuwa kushindwa kwake. Mtume anasema fahuma fil wizri sawa, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala aqlaqatihi fi sabilillah, wa rajulun akhar lam yu'ta malan faqala law kana li mithla mali fulan la fa'altu mithla ma yaf'al fulan, au kama ilivyokuja katika hadithi. Mtu mwingine hajapewa mali, lakini akasema mimi wallahi ningekuwa na mali watu wangenikoma, ningeitoa katika njia kadha wa kadha wa kadha. Tumesema fahuma fil ajri sawa, katika ujira hawa wawili wako sawa, aliyetoa na huyo alionuilia. Kadhalika katika uovu, mtu mwingine amepewa mali akaitumia katika njia mbaya, na mwingine hana mali akawa anasema lau kama ningekuwa na mali mfano wa mtu fulani basi ningekoma kuitoa katika au ingeikoma mali hiyo katika kadha. Mtume anasema fahuma fil wizri sawa, hawa katika mzigo wa dhambi wako sawa. Kwa hiyo hii yote ni katika nini? Katika jambo la nuia khairi katika kile unachokifanya. Kwa hiyo tunapotoka kwenda kutafuta riziki zetu, biashara, utumishi wa umma, sekta binafsi, kuwa na dhana njema na kukusudia khairi katika kile unachokifanya. الحديث الثاني بيان أن الأعمال الإدارية ورعاية مصالح الناس تكليف من الله للعباد وهو سبحانه سائله عنها. kubainisha kwamba matendo ya idaria na kusimamia masalih ya watu, riaya, kuchunga masalih ya watu. Wewe ni daktari, umekabidhiwa amana hii, wewe mweka hazina wa serikali wa taasisi fulani, ile ni taklifun min Allah. Taklifun ni kubebeshwa jambo. Yani hapa msikitini umepewa jukumu la kusimamia michango ya Uislamu. Haina maana kwamba ni tashrif. Tashrif maana yake ni kutukuzwa, kwamba fulani bwana ni bora kuliko watu wote ndio maana tukampa yeye. La. Katika masala ya dini inakuwa ni taklifu, kubebeshwa dhima, umekalifishwa. Kwa hiyo hiyo ni taklifu kutoka kwa Allah, wallahu subhanahu sailuhu an, na Allah tamuuliza. Kwa hiyo kama duniani ukifanya ujanja, ukatumia, ukazidisha mazero, hakuna aliyekugundua wala aliyekuona, wewe una Mola anayekuhesabu, atakaye kusimamia na kukuuliza. Qala an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنبوين كلكم راع كلا مجاويد مchunga وكلكم مسؤول عن رعيته na kila mmoja wenu ni mas'ul, mwenye dhima, mwenye kuulizwa juu ya raia wake. Fal-imamu alladhi 'ala an-nas ra'i, imamu ambaye yuko juu ya watu ni kiongozi, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, na ataulizwa juu ya uchunga wake. والرجل راع على أهل بيته, na mtu ni mchungaji juu ya watu nyumbani kwake. wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, na ataulizwa juu ya uchungaji wake. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولدي,
na mwanamke ni mchungaji juu ya watu wa nyumba ya mume wake na watoto wake. Wa hiya mas'ulatun anhum, na yataulizwa juu ya wao. Wa abdu rajul, na mtumwa wa mtu. Ra'in ala mali sayyidi, ni mwenye kuulizwa, ni mwenye kuchunga juu ya mali ya bwana wake. Wa huwa mas'ulun anhu, na yeye ni mwenye kuulizwa. Ala, tambueni, fakullukum ra'in, kila mmoja wenu ni mchunga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na kila mmoja ni mwenye kuulizwa juu ya uchunga wake. Kwa hiyo sisi tuliopewa jukumu, umepewa watoto, usione kwamba ni neema tu, fahamu kwamba ni uchungaji, utaulizwa. Umepewa mke, neema hiyo, kuna watu hawezi kumiliki wake, utaulizwa juu ya mke huyo. Kadhalika masalihi nnas, umepewa uongozi, wewe ni mudiri, wewe ni mwalimu mkuu, wewe ni kiongozi wa darasa, mwalimu wa darasa, au wewe ni kiongozi katika sekta fulani. Hayo ni mambo yaliyobebeshwa, ni taklifun na sio tashrif. Wa an Humayd ibn Abd al-Rahman qala zamat alayka, anasema qala Umar ibn al-Khattab law halaka hamlun min waladi adh-dha'n, law kama itaangamia kikundi au msafara katika watoto wa, yani lau kama itaangamia mimba, afwan, lau kama itaharibika mimba, sawa, min waladi dhani, katika wale watoto wa kondoo, sawa, dhayaan, kwa kupotea, bishati al-Furat, katika sehemu inaitwa shati al-Furat. Furat ni kama mto, shati ni kando kando yake. Khashitu an yas'alani Allahu anhu, wallahi mimi naogopea Allah kuniuliza. Kuna mbuzi au kondoo alikuwa na mimba, kisha akatoka nje ya mji, akaenda katika Furat, mto fulani hivi, kando kando yake kule. Lao kama ile mimba yake itapotea, mnyama huyo akapotea mwenye ujauzito, mimi naogopa kwamba Allah ataniuliza. Kwa nini? Kwa sababu ya ule uchungaji ambao amewajibishwa juu yake. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama ar-ra'i, mchungaji, huwa al-hafidh, ndio mwenye kuhifadhi, al-mu'taman, alopewa uaminifu, alopewa amana, al-multazim salaha ma qama alayhi, mwenye kulazimika kutengemaa kile anachokisimamia. Wa huwa wama huwa tahta nadharihi, na kile ambacho kipo chini ya mtazamo wake. Fafihi anna kulla man kana tahta nadharihi, basi kwa hiyo ndani yake kwamba kila yule ambaye atakayekuwa chini ya mtazamo wake, shay'un fa huwa mutalabun bil adli fi, kama kutakuwa na kitu chochote kipo katika mtazamo wake, yeye anatakiwa kukifanyia uadilifu ndani yake. Mfano, wewe si mwalimu, una wasimamia wanafunzi 60, 30, 40, kila mmoja katika wale wanafunzi unatakiwa umfanyie uadilifu. Isiwe madaftari ya hawa unasainisha, unashat, wengine wale unasukuma tu. Isiwe huyu kwa kuwa mtoto wa kiongozi unampa kipaumbele yule wa maskini, wewe huna habari naye, na mfano wa hayo. Kwa hiyo anasema fafihi anna kulla man kana tahta nadharihi shay'un, kwa hiyo ndani yake kwamba kila yule ambaye atakayekuwa katika mtazamo wake kuna kitu chochote, yani kuna kitu ambacho kipo chini yake, fa huwa mutalabun bil adli fihi, yeye ni mwenye kutakiwa kukifanyia uadilifu, wal qiyam bi masalihihi fi dinihi wa dunyahu, na kusimamia maslahi yake katika dini yake na dunia yake, wa mutaalliqatihi. Na haya mambo yanarejea kwa nani? Kwa mu'min mwenye kujua kwamba haya ni majukumu niliyopewa na Allah, ni mwenye kuniona na mimi nimetakiwa kuyahifadhi majukumu haya. Ama ukiona kwamba wewe ushatimiza, bosi kisha kusifu, ushafanya udanganyifu, jua kwamba una hisabu siku ya siku kwa yale ambayo uliyofanya. Mambo hayaishi duniani, mambo yanaishia akhera. قال الحديث الثالث بيان خطر المسؤوليات الإدارية وعظيم آثارها. ubainifu wa hatari ya majukumu ya uongozi na ukubwa wa athari zake. Watu wengi wanagombania achaguliwe mkuu wa sekta fulani, anyanyuliwe cheo,
awe ndo kiongozi mkuu, msimamizi wa wenzake. Sasa hadithi hii inabainisha hatari almas'uliyat, hatari ya majukumu, masulia haya ya idaria, wa adhim athariha, na uzito athari zake. An Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasul Allah ala tastamiluni. Abu Dharr alimwambia Mtume, hivi hunipi uongozi, hunitumii mimi katika kitu? Yani kama mtu anamfuata bosi, bosi vipi bwana, hamna jukumu la kunipa nikasimamia mimi? Na hiyo pengine kuna event itakufanyika, yeye akawa ana kiherehere, anataka yeye ndo apewe yale majukumu asimamie. Sasa anamwambia ala tastamiluni, hunipi jambo la kunitumia, maana yake hunipi uongozi katika jambo. Qala, nasema Abu Dharr, fadharaba biyadihi ala mankibi, akapiga Mtume kwa mkono wake juu ya bega langu. Faqala, akasema ya Aba Dharr, ewe Aba Dharr, innaka dhaifun, wewe ni dhaifu, wa innaha amanatun, na hiyo ni amana, wa innaha yawm alqiyama khizyun wa nadama, na hiyo siku ya kiyama ni fedheha na majuto. Illa man akhadhaha bihaqqiha, isipokuwa yule ambaye atakayechukua hiyo kwa haki yake, wa adda alladhi alayhi fiha, na akatekeleza kile ambacho kipo juu yake ndani yake. Mtu kumwambia maneno haya leo hakuelewi hivi, kwa hiyo basi sifai bwana, na degree 2 mimi za Judaism, sawa, hata uwe nazo za Ulaya si wapi, hii ni amana. Saa nyingine mtu anawezekana akawa ni mu'min, akawa ni taqiyun, akawa ni mtu mwema, lakini ni dhaifu. Anapoa jukumu anaomba hii habari usitoe, yeye anaitoa. Hii ni siri usitoe, yeye hawezi, anaitoa. Mwingine anaomba bana hapa usimruhusu mtu achukue, yeye kwa udhaifu wake hawezi kumkatalia mtu, baba huruma, anatoa tu. Sasa kuna watu ukizungumza habari ya udhaifu, si kwamba dhaifu ni mtu hana imani. Tazama, wanasema maulama wa tarikh, Muawiya radhiyallahu anhu baada waislamu kupatana katika amul jamaa, ile vita iliyoko kubwa baina Ali ibn Abi Talib na Muawiya. Alipofariki Ali ibn Abi Talib, waislamu wakamteua khalifa awe al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali ikafikia wakati akatanazal, akaacha nafasi yake ya khalifa, akampa Muawiya watu wa kitu kimoja. Sasa Muawiya radhiyallahu anhu kabla kufa kwake akaona hii hali hii ikifariki inaweza kaja kurejea tena vurugu la mwanzo baina ya Waislamu. Kwa hiyo akafanya rai na jitihad ya kumteua kiongozi kabla kufa kwake. Kwa hiyo akatazama nani ambaye watu wote neno lao litakuwa moja kwake yeye. Akamwona Yazid mwanawe, Yazid ibn Muawiya. Sasa mtu mwingine anaweza kuuliza, mbona katika zama zake walikuwa masahaba wa bora wengi? Kuna Ibn Umar, kina Abdullah ibn Zubayr, kina Ibn Abbas, wengi katika masahaba walikuwa. Muda mwingine katika mambo ya uongozi, yani hii ndio nukta ambayo nikusudia. Muda mwingine katika mambo ya uongozi inawezekana mtu akawa ana ilmu, ana maarifa, ana uwezo, lakini ile nafasi kwake haimfai, pamoja na kwamba ana sifa hizo. Na kuna mwingine wa kawaida tu inamfaa ile nafasi. Kwa nini si mnajua muda mwingine maofisini humu kuna wazee wamemaliza vyeti au diploma, wakawa ni wachapakazi kuliko vijana wanaokuja leo katika maidara, na wakawa wao wana ujuzi zaidi wa yale mambo kuliko hawa waliosoma muda mrefu. Kweli si kweli? Wapo, si ndio? Kwa sababu ya khibra. Yani yule mzee ukimpa tu ile jukumu, bwana hii inatakana igaiwe kwa watu wote, yeye ndani ya nusu saa kishamaliza. Wewe unaweza kuweka sijui protocol zako, sijui unajua hapa unajizonga, lakini yeye anauelewa. Kwa hiyo manake inawezekana mtu akawa ni dhaifu katika jukumu, lakini halipingi uchamungu wake, dini yake, wema wake, lakini kwenye jukumu lene ana dhaifu. Wazi jamani? Kwa hiyo kama katika majukumu haya wewe kwenye pesa ni dhaifu, unafanya nini? Yani udhaifu wako sio kama unatumia pesa, akija mtu akikukopa wewe unatoa ile pesa ya watu.
Akija mtu akikulilia kidogo unampa, unasema mimi nitarejesha, baadaye inakuwa mtihani juu yako, mambo tatarakamu alayk, yanapandiana mpaka inakuwa tena unaingia katika sifa ambayo وفي رواية أبي داود والنسائي قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، تمام من بيه يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، من أكون مني ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، mimi nakutakia na kupendelea kile ambacho nakipendelea nini nafsi yangu. La ta'maranna ala ithnain, wewe Abu Dharr usiwe amiri hata baina ya watu wawili. Huwezi wewe usiwe amiri hata baina ya watu wawili. Wala tawallayanna mal al-yatim, wala usisimamie mali ya yatima yoyote. Sasa ujiuliza, Abu Dharr alikuwa mwongo? Abu Dharr alikuwa na khiana? La, lakini dhaaf katika upande huu kuna dhaaf. Kwa hiyo kuna muda mwingine mtu shajua kwamba mimi upande huu na udhaifu, unaenda kufanya nini? Huu upande wa wanawake wewe una udhaifu, kwa hiyo unaenda kufanya nini kule? Usende, sababu nafsi yako unajua dhaifu. Upande wa mali dhaifu, upande mtu anakuambia bwana mimi na siri yangu nataka kupe, mwambie bwana mimi usinipe, ukitaka ienee nipe mie, mwambie kabisa. Lakini mwingine mtu anatoka kwenye ile nyumba tu anapiga simu mtu, bana wewe nikuapishe hapa, utoi, mimi mwenyewe nimeambiwa nisitoe hapa, wallahi basi tutafunga siku 3 pamoja, huyo anamwaga. Sasa فيه حث المسؤول على التلطف مع مأمورو مع مرؤوسيه، ndani yake hadithi hii hathu himizo almas'uli, yule aliyobebeshwa dhamana, ala talattuf, juu ya upole, ala marusihi, juu ya wale anaowaongoza. Yani kunafika wakati mfano mwalimu, sawa, amekuja watu wanahitaji imam, wako wanafunzi pale, unajua huyu bado hii alhamdulillah mpata, kwa nini mnaambia bana mimi shehe nafaa, sawa, wewe nafasi ikufai, wewe pale adhini tu msikitini, lakini huku upande huu bado ukufai, wewe usiswalishe, labda uwe peke yako au mswalishe mkeo, lakini usiswalishe. Sasa kuna mtu mwingine akiswalisha hata alhamdulillah atakosea, sasa swalisha kitu gani? Sawa. Kwa hiyo himizo la yule aliyobebeshwa dhamana juu ya kumfanyia upole nani anayemuongoza, watatyibi khawatir, lakini pia kwa nini kuifanya nzuri ile akili yake. Tatyib maana yake ni mtu kutomkatisha tamaa kwa kile unachomwambia, kumpa yani kumweka hali nzuri ya kiakili, kwamba bwana hili jukumu huliwezi kwa sababu 1 2 3, sio kwamba wewe ni muovu, wewe bana upande huu achana nao. Laftu an-nadhari al-mas'uli ila tafawuti qudrati mar'usihi, kugeuza mtazamo yule mwenye kuongozwa, yule mwenye kubeba dhamana, kiongozi, juu ya kupishana uwezo wa wale anaoongoza. Mar'usihi, wale anaoongoza, kila mtu anajua walioko chini yake. Huyu bwana upande huu ndio upande wake, na huyu upande huu ni kumdhulumu na kumwonea. وفي معنى الحديث ما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، na katika maana hadithi anasema mtume, innakum satahrisuna ala al-imara, sikiza maneno ya mtume, hakika nyinyi mtapupia juu ya nini? Uongozi. Sasa leo watu bwana, mimi nataka kuwa rais, waziri, nipeni udiwani, nipeni ubunge. Mtume kayasema haya, innakum satahrisuna ala al-imara, nyinyi mtapupia juu ya uongozi. Wasatakunu nadamatan yawm al-qiyama, na itaja kuwa ni majuto siku ya kiyama, katika jambo ambalo watu watakuja kujutia siku ya kiyama ni vinyadhifa wanavyovitafuta katika ulimwengu. Talibu ilm hajiti kiherehere cha kutaka nafasi. Hata wewe kama uko ofisini, bwana kuna nafasi hapa, cheo fulani, usikitafuta. Umesoma, naam, nafasi umepewa, basi muombe Allah khairi, kwa sababu moja katika kuwafikishwa ni ile nafasi kuipata bila kuitaka. Lakini ikiwa unaipigiania, unaitaka ile nafasi uipate, hupati msaada wa Allah, na ukinyimwa msaada wa Allah huwezi kufanikiwa katika mambo yako.
anasema wasatakunu nadamatan yawm alqiyama, na itakuwa ni majuto siku ya kiyama. Fa ni'mal murdhi'a, uzuri ulioje wa yule mwenye kunyonyesha. Wa bi'satil fatima, na ubaya ulioje wa yule mwenye kukata kunyonyesha. Yani ubaya ulioje kwa yule ambaye mwenye kuliendea jambo akalitaka, na uzuri ni yule ambaye mwenye kuliacha jambo akawa yeye amelikatisha. Wa fi sharh sunna lilbaghawi an Malik rahimahumullah annahu qala balaghani, imenijia habari anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, Umar ibn al-Khattab anasema inni la attaji'u ala firashi fama yatini an-nawm, hakika mimi nalala juu ya kitanda changu. Ittija' ni kulala ubavu hivi, nimelala kwa ubavu juu ya kitanda changu, godoro langu, usingizi huniji. Wa aqumu ila salat, na nasimama kwenda katika sala. Fama tatawajjahu ilayya alqira'a, wala kile kisomo pia kiniji. Kila nikienda katika sala nikitaka kusoma kisomo kinakataa, hakiniji. Kwa nini? Minahtimami bi amri nnas, kwa kule kulipa umuhimu kwangu jambo la watu. Ukisoma katika historia huwezi kuutaja uadilifu katika ulimwengu huu kama hujamtaja Umar radhiallahu anhu, ambaye aliongoza kwa muda wa miaka 10 na ikawa ulimwengu umejaa uadilifu. Anakuja mfalme, mjumbe wa mfalme wa Kisra, anakuja na barua, anamletea Umar, anauliza yuko wapi amirul mu'minin? Anaomba yule tahta shajara, yuko chini ya mti amelala, ameanika nguo yake juu ya mti pale. Anasema huyu ndo kamiliki robo nusu ya ulimwengu, huyu hapa. Na watu ameaminisha watu, kwa sababu baada ya kuwa yeye mwenyewe nafsi yake ameaminisha kwa watu. Ndivyo hivyo. Lakini leo tazama viongozi, mtu ambaye anapoongoza hataki hata kukutana na watu. Kwa nini? Kwa sababu watu ana mengi juu yake, au yeye mwenyewe hajajiweka katika mazingira na hii mifumo ambayo tuko nayo. Lakini asli Umar ibn al-Khattab alikuwa akilipa uzito jambo la kuongoza watu. Sisi leo tunabeba majukumu, tunajotizama namna gani tutajinufaisha kupitia watu. Watu watabuni miradi, mtu atabuni projekti za ubabaishaji, za uongo, kujinyanyua tu. Unamkuta mtu analipwa mshahara 200,000, 300,000, lakini matumizi yake, mambo yake anavyoyafanya kwa sababu ya ile khiana, udanganyifu, dhulma, mambo ya rushwa na mengine, haya ni makosa, na mtu ataulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Kwa hiyo hadithi inatuonyesha kwamba jambo la uongozi ni jambo zito. Alhadithu arabi' النهي عن طلب تولي المسؤوليات الإدارية. hii imeja kuweka wazi zaidi katazo la kuomba usimamizi wa majukumu ya kiidara, wa bayanu anna talabaha sababun litakhallufi at-tawfiq an talibiha, na kubainisha kwamba kule kuomba kwake ndio sababu ya kukosekana taufiki kwa nani? Muombaji. Usiombe uongozi, usiombe. Kwa hiyo moja katika uharamu wa demokrasia katika Uislamu, katika demokrasi, mtu anajinadi, nipeni mimi, nitawaletea hiki na kile. Hilo jambo katika Uislamu ni haram. Shehe mmoja wa Shinyanga akasimama kwenye redio fulani akasema Mtume kakataza kuomba uongozi, lakini jambo hili linafaa kwa dharura ipi? Anapokuwa mtu ana sifa. Kwa hiyo inaonyesha uhalali wa demokrasia. Hoja yake ni ipi? Ij'alni ala khazainil ardhi. Nabii Yusuf alimwambia mfalme yule, niweke mimi katika hazina za ardhini. Kwa hiyo Nabii Yusuf aliomba nini? Nabii Yusuf aliomba nini? Uongozi. Kwa hiyo kuomba uongozi inafanyaje? Inafaa. Yani hoja mbovu kabisa isiyokuwa na mashiko. Wanamwambia kwani Nabii Yusuf alikuwa katika mila gani? Nabii Yusuf alikuwa katika mila gani? Alikuwa katika umma Muhammad au alikuwa ana umma wake, ana sheria yake? Alikuwa na sheria yake. Shari'atu man qablana shari'atuna illa tukhalif shari'atana.
sheria waliopita kabla yetu itakuwa ni tunahisabu ni sheria yetu ikiwa haijakwazana na sheria yetu. Kwa hiyo ikiwa alichokifanya Nabii Yusuf kinapingana na alichotuamrisha mtume katika umma huu wa Kiislamu wa sasa, maana yake sheria hiyo tunafanyaje? Tunaiacha. Khalas. Wale watu wanasema bana, wale watu wa Pangoni walisema sitawajengea katika makaburi yao tutajenga misikiti. Sheria ya nani? Sheria waliopita kabla yetu, ashabul kahf. Sheria yetu tumekatazwa kujenga nini? Makaburi wapi? Misikitini. Tumemaliza. Kwa hiyo katika Uislamu haifai mtu kuomba uongozi ukajinadi pale uko ofisini na wewe najua mimi nipo hapa muda mrefu na uzoefu, watu wananijua hapa, ulizeni hao wazee. Kumbe ushagawa vipesa huko chini unataka upewe uongozi. Hakuna mambo hayo. Wewe fanya jukumu lako, tuende kutafuta riziki ya halali pale. Halafu wewe mawazo yako tofauti na wale. Wewe pale unajihesabu upo katika ibada, una majukumu, na kila majukumu yako kidogo wewe ndio khairi kwako. Utakaa na familia yako, utasoma dini yako, utafanya shughuli zako. Wewe umekuwa mkereketo asubuhi mpaka unalala. Wewe mtumishi gani? Mtumishi wa moto, mtumishi gani? Katazo la kuomba kusimamia majukumu ya kiongozi ya idara na kubainisha kwamba kuombwa kwake ndiyo sababu ya kukosekana taufiki kwa muombaji. An Abdurrahman ibn Samura radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema kuniambia mimi mtume wa Allah, ya Abdurrahman ibn Samura, ewe Abdurrahman ibn Samura, la tas'al al-imara, la tas'al al-imara, usiombe uongozi. Fa in u'titaha an mas'ala, ukiwa utapewa huo kwa kuomba, ikiwa utapewa kwa kuomba. Fa in u'titaha an mas'ala, ikiwa utapewa kwa kuomba, wakilta ilayha, utaegemezewa wewe. Maana yake utapata msaada wote, utapata msaada wowote juu yake. Wa in u'titaha, na ikiwa utapewa an ghairi mas'ala, pasina kuomba, u'inta alaiha, utasaidiwa juu yake. Kwa hiyo watu wamekuwa jamani, ustazi huyu hapa, sote tunamkubali ustazi, beba tu fupa limekujia hilo, utakaa utasimamia wajibu wako. Lakini unaukimbilia, unauendea mbio, hilo jambo halitakiwi. Anasema fihi alhathu ala tafwidhi al-umuri ila Allah, ndani yake kuna himizo juu ya kuyaegemeza mambo kwa Allah. Kwa hiyo masala ya uongozi, vyeo viegemeze kwa nani? Kwa Allah. Hata katika mambo ya dini, wewe talibul ilmi unasoma tu, huitwa shekhe, watu wakakunyanyua, haya mambo yaegemeze kwa Allah. Usije kusema bwana mimi shekhe fulani. Hayo ukiyataka hivyo shetani atakuchezea, utajiharibia amali zako. Utaona watu wa kuheshimu hawakupi nafasi. Lakini wewe soma, watu wakiona huyu sasa hivi anatufaa, basi watakuteua na mfano hayo. وفيه أن تقدير الله لعبده خير من تقدير العبد لنفسه. alafu ndani yake kuna nini? Kwamba yale makadirio ya Allah kwa mja wake ni bora kuliko makadirio ya mja kwa nafsi yake. Yani kuna kitu wewe unakihitaji lakini hujui mwisho wake. Ndio mwanadamu, kuna kitu unakihitaji hujui mwisho wake, lakini Allah azza wa jalla anajua kwamba hichi kitu mwanzo wake ni mzuri, lakini aqibatuhu wakhima, mwisho wake ni mbaya. Sasa wewe hata ukiomba muegemezea Allah akupe lenye khairi. Maana kuna watu wanaomba chumba huko, ya Rabbi yule Fatima, omba khairi. Pengine Fatima yule hana khairi na wewe, cha usiku akawa na khairi na wewe kuliko Fatuma. Wewe umeshika Fatima. Ngombe bwana, kama hana khairi ya Rabbi mpe khairi, awe na khairi. Bana we. Fai mambo hayo. Mtu mwingine kangangana bana. Wallahi. Lakini mwanadamu pale likimtogezea jambo, muda mwingine unakitaka kitu, akaja kupata mwenzako kile kitu,
mwenzao akija kumtia katika madhara, maana yote angeingia bali angeingia katika madhara. Sasa alhamdulillah bwana, ikikuwa linisibu mimi lile, sasa ngangania safari watu mpata ajali huko, ilikuwa ndo wewe. Lakini Allah sasa sasa tunachotakana kuomba khairi. Unamuomba Allah azza wa jalla akupe nini? Khairi. Ndio maana ukikuta dua za mtume, dua za masahaba zilikuwa fupi katika mambo ya khairi. Rabbana atina fid dunya hasana. Moja katika masahaba alipoomba tuombe dua, akaomba atina fid dunya hasana. Tuombe nganaambia baada hii kuna dua gani nyingine? Shaomba khairi zote za dunia, khairi zote za akhira. Kipi kilichobakia baada ya hapo? Kwa hiyo nitakana sisi tumwegemezee mambo yetu Allah. Ya Rabbi nipe lenye khairi, ya Rabbi niongoze katika lenye khairi. Sasa Allah anaweza anakupa zaidi ya kile ambacho ulichokuwa ukiomba. Ndio maana mtu ambaye atamsamehe ndugu yake aliyemfanyia mabaya, basi huyu ujira wake unakuwa mkubwa kuliko mtu ambaye alongangania mimi simsamehe. Si mtu akufanyia uadui halafu unaomba msamaha, mimi simsamehe. Kwa hiyo kwa vile aliyofanya mimi simsamehe, sawa. Kama alikudhulumu 100, akhira unapata ngapi? Ile 100. Lakini faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Yule ambaye atakayesamea akatengeza ujira wake, huyu anapewa ujira zaidi ya ule ambao alostahiki mwanzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu jambo lake kamwachia Allah, akasamehe, ujira wake unakuwa. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo ndakana sisi tujifunze. Kuna baadhi ya vitu, tizama akhira yako, muombe Allah azza wa jalla khairi katika kile ambacho ulichokuwa nacho. الحديث الخامس وفيه النهي عن طلب تولي المسؤوليات الإدارية. كتازو la kutaka kusimamia majukumu ya kiidara. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم, niliingia kwa mtume, ana wa rajulani min bani ammi, mimi watu wawili katika bani ammi. Faqala ahadu rajulain, akasema mmoja katika wale watu wawili, ya Rasulullah amirna ala ba'dhi ma wallaka Allah, ewe mtume wa Allah, nipe uongozi au tupe uongozi sisi juu ya baadhi ya wale ambayo Allah amekutawalisha nayo. Tupe ya Rasulullah, Uislamu ushafunguka sasa hivi, nipe bwana nikasimamia mji fulani au sehemu fulani au kukusanya zaka, au tupe uongozi amir katika baadhi ya yale ambayo Allah amekutawalisha nayo. Waqala al-akhar mithlu dhalika, mwingine akasema mithla dhalika, mfano hilo. Faqala, akasema inna wallahi, tazama mtume alivyosema, inna wallahi, hakika sisi la nuwalli ala hadha al-amal ahadan, hatumtawalishi katika jambo letu hili yoyote, saalahu, aliyeliomba, wala ahadan harisa alayhi, wala yoyote ambaye aliyekuwa na nini analipopia. Zama muda mwingine wewe kama kiongozi unaitangaza ile nafasi, kuna mtu hajasema kwamba nipe mimi uongozi, lakini unamuona kiherehere pale kinamsukuma, yani kuna msazi yani yeye anajionyesha kwamba mimi nipo, huyu pia usimpe. Umeelewa? Yani kuna mtu anajitokeza kutaka kuashiria kwamba mimi nipo, kama unataka kunipa nipe mimi. Au mwingine kama uko nyumbani anza kupiga simu, vipi bwana, majukumu endeleaje ya kazi? Basi bwana ndio tunaomba khairi, tupate majukumu haya tupate kuyasimamia sawa. Huyu usimpe mtu kama huyo. Vimbelembele mambo ya skuli haya, kuna wanafunzi ya kimbelembele tu huyo. وفي لفظ عند البخاري لا نستعمل على عملنا من أراد, hatumpi uongozi, hatumtawalishi katika kazi yetu yule anayetaka. Kwa hiyo uongozi anapewa mtu ambaye moja katika sifa ya kiongozi, kwa ile nafasi mtu haitaki. Haya mambo zikukuta zaidi katika Uislamu. Kwenye dunia haya mtu ampeleka barua bana, peleka maombi, wengine anaenda kusoma kabisa. Asema ile bosi mimi ananisumbua yule, subiri nikasome. Tuje kuoneshana sasa. Yeye anatabakia wizara ile ya afya, mimi nitabakia wizara ya utamaduni. Tuje kuoneshana. Lakini watu sasa Uislamu ndio unakuta watu hawafikishwi katika hayo.
Wengine duniani hapa wanayapata, mara tumbuliwa. Leo kapata kisha tumbuliwa. Alikuwa ameenda na msafara, rudi raia kawaida tu. وفي رواية عند مسلم قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم nilimwelekea mtume wa ma'i rajulan min al-ash'ariyin, nikiwa mimi na watu wawili katika ash'ariyin. Ash'ariyin ni kabila, sio ashaira hawa ambao tuko nao wa watu wa bid'a. Ash'ari ni kabila la Abi Musa. Ahaduhuma an yamini wal akharu an yasari, mmoja wao yupo kuliani kwangu na mwingine yupo kushotoni kwangu. Fakilahuma sa'ala al-amal, wote hao wawili wameomba kazi, uongozi. Wa Nabii sallam yastak, na mtume alikuwa anapiga mswaki. Faqala ma taqulu ya Aba Musa, unasemaje ya Aba Musa au ya Abdullah ibn Qais? Alitumia moja katika majina yake, ya Abdullah ibn Qais. Qala faqultu walladhi ba'athaka bilhaq, anasema nikasema na hapa kwa yule ambaye alokutuma na wewe kwa haki. Ma atla'ani ala ma fi anfusihim, hawakunionyesha hawa wawili yaliomo katika nafsi zao. Wallahi mimi sikujua kama watakuja hapa mbele yako wataanza kuomba majukumu na uongozi. Ma atla'ani, hawakunionyesha ala ma fi anfusihim, yaliomo katika nafsi zao. Wa masha'artu annahuma yatlubani al-amal, wala sikujua kwamba wao wataomba nafasi. Fadhakarahu. وفي رواية عند النسائي قال أبو موسى رضي الله عنه أتاني ناس من الأشعريين, ونجي watu katika ash'ariyin. فقالوا اذهب معنا إلى رسول الله, wakasema twende pamoja nasi mpaka kwa mtume wa Allah. Fa inna lana haja, situna shida. Fadhahabtu ma'ahum, nikaenda pamoja nao. Faqalu ya Rasul Allah ista'in bina fi amalik, tutumie sisi kama msaada katika kazi zako, tutumie sisi kama msaada, yani tupe nafasi ya Rasulullah. Qala Abu Musa fa'tadhartuhu mimma qalu, mimi nikamwomba udhuru mtume kwa aliyosema, yani sikujua kama watafanya dhambi hii. Wa akhbartu anni la adri ma hajatuhum, na nikampa habari kwamba mimi sijui haja yao. Fasaddaqani wa adharani, mtume akanisadikisha na akanipa udhuru. Faqala, mtume akasema inna la nasta'inu fi amalina biman sa'alanahu, sisi hatutaki msaada katika kazi zetu kwa yule ambaye atakayetuomba hiyo kazi. Sa'alanahu, ametuomba katika kazi hiyo. Kwa hiyo hii ni moja katika njia mtu kuafikishwa katika khairi. Majukumu haya muda mwingine unayabeba, na nyinyi watu wa ofisini mnajua mambo, kuna uadui, kuna chuki, kuna vita. Muda mwingine watu wakikuona tuna muonekano wako wa dini hawaupendi. Asa ili upate msaada wa Allah kwa katika hali hii, wache watu. Unajua kama alivyosema Mtume sallam alipoulizwa na sahaba, dullani ala amalin yuhibbuni an-nas yuhibbuni Allah wa yuhibbani an-nas au ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, au kama qala nijuze juu ya amali ambayo nikiifanya Allah atanipenda na watu watanipenda. Mtume akamwambia izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wewe ipe mgongo dunia Allah atakupenda. Wazhad fima inda an-nas, na vipe mgongo vilivyopo kwa watu. Moja katika njia ya kupendwa na watu ni kutovinyenyekea na kutovitilia mkono au kuvitizama vitu ambavyo vipo kwa watu. Ishi na mtu kama vile hana kitu, mnapendana, urafiki, mapenzi, lakini ikawa sasa wewe unatizama yuko na kitu gani yule mtu, kwa sababu kuna watu ni sahibu manfaa, anaishi na mtu kwa sababu kuna manufaa naye, kikimtoka kile alichokuwa nacho hana naye urafiki. Hii sifa mbaya sana, hii sifa watu wa dunia. Ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man lahu dhahab wa man laysa lahu dhahab anhu an-nas qad dhahab. Ra'aytu an-nasa munfadda ila man lahu al-fidda wa man laysa lahu al-fidda fa anhu an-nas munfadda. Ra'aytu an-nasa qad malu ila man lahu malu wa man laysa lahu malu fa anhu an-nas qad malu. Watu wanamwendea mwenye mali, ambaye hana mali watu wanamkwepa. Mwenye fedha, ambaye hana fedha watu wanamkwepa. Mwenye dhahabu, hana dhahabu watu wanamkwepa. Ndio duniani. Sasa tuishi na watu katika hali hiyo. Sisi tunaishi na watu kwa sababu ya dini. Mapenzi ya Uislamu yana nguvu kuliko chochote.
mapenzi ya Uislamu yana nguvu kuliko chochote. Makuraishi walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wa Muhammad, unatulingania katika dini yako, sasa sisi tunataka tukae na wewe vikao utufahamishe hii dini, lakini sharti asikuweko Ammar ibn Yasir, asikuweko Bilal ibn Rabah, wala asikuweko Suhaib ar-Rumi. Hama saba walikuwa ni watu ambao duni kabisa. Allah akamkataza mtume, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Lazima mtu awe makini katika. Kuna muda mwingine unaweza kukuta huyu rafiki gani hamna kitu, lakini anakuongeza katika khairi, anakusaidia kusoma Qur'an, anakusikiliza. Na mwingine ukamkuta mashaallah matantarira mengi, yupo katika dunia yake, lakini anakusaidia zaidi ya biashara za haram. Yeye ukisikiliza story zake ni kwenye mambo ya haram, kwenye muziki, kwenye magoma. Usiwache watu wadini kwa kutazama wale, hata kama dunia ndio inavyokuelekeza hivyo. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi sana Muislamu kuyafahamu. Ndani ya hadithi hii alhathu ala adam istishrafi, kata haimizo juu ya kutojitokeza. Yani sisi hatumpi utawala anayeuomba na yule anayejitokeza. Kujitokeza maana yake ni mtu hata kukohoa muda mwingine nipo wanataka kuashiria hivyo, ile pia haifai. Weka pembeni tu. Na unajua mambo haya mtu akishaanza kuyapata pata, kila kenda sehemu kwa kiongozi, inafika wakati sasa watu wasipomteua anaanza kuwajengea watu chuki. Kwa hiyo mimi ndo wanioni wakanipo au mpaka niseme hawajui nafasi yangu, hawajui mimi nani. Shetani ankuchezea. Hata katika dini kwa ndio hivyo. Wale watu wa bid'a wakiambiwa waache mambo ya maulidi, kwani unakataa? Yeye keshazoeshwa kunaishwa mkono mwanzo kwenye maulidi, akaekewa ile sahani ile nyama nyingi na kachumbari nyingi. Mzee Juma yule, Sheikh Juma, leo wanaambia maulidi haifai, bid'a. Ende wapi akapata utukufu? Na pale wanaishwa mkono mwanzo, anaitwa yeye pale Fatiha. Hasa haya mambo muda mwingine mpaka haki mtu anaikataa kwa sababu ya usijiweke ombele. Mwanafunzi usijiweke ombele. Kadhalika ofisini wewe usikae kimbele. Wache watu na mambo yao. Wewe fanya majukumu yako, riziki yako ipo. Kwa hiyo kuna watu wengine mnalipwa mshahara mmoja, yeye nusu mwezi tu mjua atakayefanyia nini pesa yake. Anakuja kukuomba wewe na pengine mshahara wake ni mkubwa kuliko wako. Mambo yanahitaji baraka na taufiki ya Allah. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, وفيه أن طلب تولي المسؤوليات ابتداء. nadhani yake kwamba jambo la kuomba kusimamia majukumu mwanzo, yani mtu akaanza mwanzo anaomba. Wa talaba tashafu'i lidhalika, na kutaka kupata yani tashafu' ni mtu kuombewa, na mtu akataka waombewe. Yani kama hawa watu waliofuatana Abu Dharr ambao walienda kwa mtume kupitia nani? Abu Dharr. Kwa hiyo akaona midamu tupo na huyu sahaba mkubwa sitafanikiwa tu. Sawa, na mtu akataka kuombewa katika ile, manake mtu fulani na afutumie nafasi yake kumwombea yeye, khata'un waftiyatun yastawjibu al-i'tidhar, ni kosa na njia ambayo inahitaji kuombwa nyidhuru. Mtu asikutumie kama wewe ni mgongo katika jambo lake, waache ndiye mwenyewe. وفي الإشارة إلى أن في طلب تولي المسؤوليات ذريعة لمنازعة الأمر أهله. nadhani yake kuna ishara ya kwamba kule kutaka kusimamia majukumu ni mwanya wa kumzoza mtu katika jambo lake. Sawa? Yani wewe tizama mathalan, ukienda sasa hivi ofisini ukimwambia boss, bwana nataka cheo fulani, kwenye kile cheo siko mwenzako, siko na mtu pale anasimamia. Manake wewe unataka yule aondoshe ukae nani? Ukae wewe. Kwa hiyo munaza'atul amri ahla ni kule kuzozana katika lile jambo na yule mtu wake. Waftiyatun ala man wallahu Allah al-amr. Kwa hiyo inakuwa hili ni kosa, sio jambo la sawa. Wewe subiri jambo ukipewa katika sura yake, katika usimamizi wake, unalifanya katika hali hiyo. Lakini kuingia wewe mwenyewe ukaandaa mazingira hayo ni makosa. Iftiyati maana yake ni kama kutaka fatwa, kutaka muongozo kwa yule ambaye Allah alomtawalisha jambo. Wafihi, ndani yake pia
muraatu haqqi dhawil qurba, kuchunga haki za ndugu wa karibu, wasa'yu fi qada'i hawaijihim, na kupambana katika kukidhi shida zao, washafaatu lahum, na kuwaombea, ma lam yakun fi dhalika ithmun, midamu hakuna katika hilo uovu, au dhulmun au dhulma, au taaddi au kuchupa mpaka, au tajawuz au kukiuka. Yani alichokifanya Abu Dharri ni sahihi mwanzo, ila hakujua tu kwamba wao watafanya uovu, kufanya jambo lilokuwa na makosa. Kwa hiyo wewe kama una cheo, una nafasi, una hadhi, unajulikana, kwenda kukidhi shida ya mtu kupitia wewe ni jambo ambalo linatakikana katika Uislamu. Ishfa'u tu'jaru, mtume anasema waombeeni watu, wasaidieni watu, mtapewa ujira. Kwa hiyo alitoka nao hawa, walimwambia kwamba sisi tuna shida yetu kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari walimwambia tuna shida yetu kwa mtume, akaenda nao kwa mtume kuwasaidia, kwa sababu wao pengine walikuwa hawajulikani kwa mtume, nao mfano hayo. Wa fihi ta'anni al-mas'ul, na ndani yake pia hadithi inaonyesha upole wa yule mwenye kubeba dhamana, wastifsaluhu min dhawi sha'n, na pia kule kutaka ufafanuzi kwa yule mwenye jambo. Sawa? Yani tazama Abu Musa alivyoenda na hawa watu wawili kwa mtume sallam, pale pale wale watu walifanya makosa, mtume hakumkaripia nani? Abu Musa. Alimsikiliza Abu Musa na baadaye akampa udhuru na akamsadikisha, si ndio? Manake isiwe mtu katokezea kufanya jambo kabla ya kumhoji, kumuuliza yeye shamtolea hukumu. Mambo gani haya? Yeye kapata alileta watu wengine sasa. Pengine wale wamekuja kwa sura nyingine, yeye hajui ambacho kimemfanya yeye awalete wale. Kwa hiyo hadithi inatufunza pia istifsal. Wanataja mimma qila Harun al-Rashid, mmoja katika makhalifa bani al-Abbas, siku moja katika yale yenye kutajwa, alimwacha mkewe kwa talaka ya kuning'iniza. Alisema ukilala katika ufalme wangu leo si mke wangu. Na kipindi hicho tunajua usafiri ulikuwa wa shida, mtu hawezi akatoka katika mji mmoja ndani ya siku moja, na kipindi hicho Uislamu umeenea sehemu kubwa sana. Sasa lile kosa alomwachia ilikuwa hakulifanya yeye mkewe, alilifanya mama yake mzazi. Kuna vitu vya dhahabu vilionekana vimetolewa sadaka, alidhania kwamba ni ahli yake, kumbe almuhimu kuna mambo kama yale yalitokeza. Sasa ikawa anataka fatwa baada ya kuwa kishabainikiwa kwamba alichoki hukumu hakikuwa cha sawa. Anataka fatwa wapi atatoka na hii hali ambayo yuko nayo, na kila pakipimwa haiwezekani katika usiku ule isipokuwa ile mkewe kulala wapi? Kulala katika mji wake, katika ufalme wake, na ufalme wake ulikuwa ni mkubwa. Mpaka ikaja fatwa ile ya Abu Hanifa, anasema akaambiwa alale msikitini kwa sababu wanda almasajida lillah. Almuhim, nukta msingi kwamba tusiwe na pupa ya kuhukumu mtu. Ndio mwingine mtu unaweza ukamchamba ukamsema alafu aje kupa udhuru, maneno yote unapeleka wapi yale? Yale maneno yote unapeleka wapi? Umesema maneno mingi sana. Mimi najua tu, kwa maana bwana sio yeye kaagizwa. Kwa hiyo hadithi inatufunza ta'anni al-mas'ul, upole, yani kutokuwa na haraka yule mwenye jukumu. Sawa? Halafu istifsaluhu min dhawi sha'ni, kule kutaka maelezo. Bwana ilikuwaje? Hata mtoto wewe ukiletwa kesi yake mtoto, haina maana kwamba wewe upige tu, muite muulize ilikuwaje, alokufundisha hivi ni nani. Unaweza kukuta unampiga kumbe mambo ya momo ndani. Wewe mwanao umemkuta anaimba kibinda nkoe, wewe unajua humu hamna TV wala redio ya mama. Kaijua wapi? Kumbe mama anamwekea. Wewe unaondoka kwa darasani uko anaambia cheza kibinda nkoe, anacheza kibinda nkoe kwenye simu ya mama. Sawa? Kwa hiyo muhoji na watoto wasemi uongo, unaweza ukapata faida kubwa sana. Sawa? Na mfano hayo. Watathabbut qabla almuakhadha, na kutaka uthibitisho kabla kumpatiliza mtu. Kabla mtu kumtolea hukumu, kwanza we thibitisha ili usije ukajuta baadaye. Halafu fihi mubadaratu almar'us lil'i'tidhar hadha alkhata au 'inda husuli ma yujibu al'i'tidhar, kuharakia muongozwa yule anayeongozwa katika jambo la kutaka udhuru
wakati wa kukosea au panapotokea chenye kuwajibisha kuomba udhuru. Hili jambo la kuomba udhuru watu wengi hawawezi. Yani mtu kamkosea mwenzake bane basi kila mmoja na time zake tu. Hamna. Umekosea muombe udhuru. Hata mwanamke ukiwa umemkosea muombe udhuru. Binadamu inawezekana wewe umemkosea, sasa nyewe mmenuniana wiki nzima. Namwandikia pale. Chele utanua sio hivi na hivi kwenye karatasi kimemo. Unaandikana vimemo kwenye ndoa. Wiki nzima. Akaenda mgeni unakuta watu wancheka hivi. Alafu akiondoka mgeni zimerejea kama kawaida zile hali zao. Sawa, sasa muda mwingine kuna kosa lako wewe, hata kama ni mume umekosea, rudi nyuma, muombe udhuru, muombe msamaha. Wanakaenda kubembelezwa katika hali kama hiyo. Kadhalika ndugu yako, unaona hapa mimi nimeteleza, nimekosea, omba msamaha. Ukiomba msamaha wewe hubadiliki wala hui dhalili, bali man tawadha lillah rafa'a. Yule ambaye atakayejeka chini kwa ajili ya Allah, Allah anafanyaje? Allah azza wa jalla anamnyanyua. Haya, hivi naendelea. الحديث السادس بوان جواز المبادرة لتولي الأعمال والمسؤوليات الإدارية إذا انتدبه المسؤول. kubainisha kujuzu kuharakia kusimamia majukumu na dhamana za idharia atapoteuliwa na kiongozi. Hii nukta nyingine sasa. Atapoteuliwa na kiongozi. Wa alima min nafsihi alkafa'ata wal amana, na akatambua katika nafsi yake kufaa na uaminifu. Yani hapa amekuja kiongozi, yeye mwenyewe ndo akakuchagua wewe. Abu Zaid simamia jukumu hili hapa. Wewe Abu Yusra kasimamia jambo lile kule. Wewe Abu Anas jukumu lako ni hili hapa. Hapa unatakana mubadara, kuharakia. Ukiwa unatambua katika nafsi yako al-kafaa, hii nafasi inakufaa kwamba mimi kwa nilichosomea hii kazi yangu ndio naifanya vizuri hapa. Tena al-amana nini? Uaminifu. Nikamwambia kusema sasa sitakuwa nimechagua uongozi. Sasa mnafanya nini kule? Wewe unalipwa mshahara au mnafanya kazi gani kule? Hamna kazi ya kufanya, basi rudi kwenu. Sasa lazima ubebe majukumu. Lazima majukumu haya yabebwe, na bebaji ndio wewe. An Jabir ibn Abdullah qala Nabii sallallahu alayhi wasallam yawm al-ahzab, Mtume sallallahu alisema siku ya vita vya Ahzab, man yatini bi khabari al-qaum, nani atakaletea habari za watu. Zamani ilikuwa katika vita, kabla watu kuingia vitani kuna istikhbar. Lazima tujue wale tunapambana nao ni wangapi, wamejiandaa vipi. Kwa hiyo kunatoka talia fulani hivi, kikundi au watu waenda kutizama tu idadi ya wale watu. Na Waarabu walivyokuwa zamani, wakitizama tu lile jeshi kwa mbali wanajua kwamba wale ni watu 300, wale watu 500, wale watu 1000, wakitizama tu. Au wakitizama muda mwingine wale farasi waliopita, yani ikiwa sehemu hiyo wamepita, wakitizama jua hapa pita watu wawili na mmoja anatembea kwa miguu, wanajua. Yani ilikuwa moja katika ule utaalamu. Kwa hiyo Mtume aliwaambia nani atakaletea habari za watu? Qala Zubair ana, thumma qala man yatini bi khabari alqaum, qala Zubair ana. Faqala Nabii sallam inna likulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair. Mtume akamwambia hakika kila mtume ana hawari ni mwandani, vipenzi vyake wale wa ndani, na hawari wangu mimi az-Zubair. Zubair ibn al-Awwam ambaye mwanawe ni nani mashuhur? Abdullah ibn Zubair. Zubair ibn al-Awwam alimoa mtoto wa Abu Bakar anaitwa Asma binti Abi Bakar, ndo alimzaa nani? Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ameuliwa na nani? Ameuliwa na Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Sawa, mfano hayo. Kwa hiyo hali kama hii inafaa. Sawa, unajua kama jambo linaweza nani bwana atakaye taskia atakayefanya, unajua unaweza, mimi naweza. Haina maana kwamba pale itakuwa wewe unataka uongozi, kulifanya lile jambo aliyakuwa una uwezo nalo, basi chini ya kiongozi.
وفي رواية عند البخاري ومسلم أنه رضي الله عنه قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس مtume aliwavuta watu, aliwapendezesha watu. قال صدقة أحد رواتي الحديث. قال صدقة, akasema sadaqa. Sadaqa ni mmoja katika wasimuliaji wa hadithi, sawa, anaitwa Sadaqa. Akasema adhunnuhu yawm al-khandaq, na inawezekana nadhania kwamba hii siku mtume aliwalingania na kuwavuta watu ilikuwa ni siku ya vita vya Khandaq. Fantadaba az-Zubair, az-Zubair akajitokeza. Fantadaba az-Zubair, az-Zubair akafanyaje? Akajitokeza. Thumma nadaba an-nas, kisha mtume tena akawavuta watu, akawapendezesha watu, yani akasema nani atakayefanya jambo fulani. Fantadaba az-Zubair thumma nadaba an-nas fantadaba az-Zubair faqala nabi inna likulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya az-Zubair ibn al-Awwam. Hadithi imefahamika, ndio. وقد قال الله عز وجل, الله amesema وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. Yule mfalme baada ya kuhadisiwa habari ya Nabii Yusuf akasema nitieni, nileteni nikae naye mwenyewe kwa nafsi yangu nimuulize. Falamma kallamahu, zama alipomsemesha, qala innaka al-yawma ladaina makinun amin, akamwambia wewe siku yetu hii ya leo upo katika nafasi ya juu, tena wewe ni muaminiwa. Yote walokufanyia wanawake ilikuwa wewe ni afif, umejihifadhi na machafu ya zina, ni mkweli, makin, una cheo kwetu sisi, amin, muaminiwa. Nabii Yusuf alivyoambiwa hivyo akamwambia qala ja'alni ala khazain al-ardh, kama umenipa cheo mimi, basi mimi sehemu ya kuniweka ujuzi wangu, tajriba yangu niweke katika khazina za ardhi. Inni hafidhun alim, mimi mwenye kuhifadhi na mjuzi. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Sasa hii hoja ndio natumia baadhi ya watu kwamba mtu nitakana aombe uongozi. Hapa Nabii Yusuf hajomba uongozi wala hajanadi kura. Yeye alichokisema kile ambacho anachokiweza na hodari juu yake baada ya kuwa amepewa nini? Nafasi. Uona bwana wewe njoo kae ikulu huko. Sema basi katika ile nafasi mimi sekta ya habari, mimi sekta ya uandishi, au mimi sekta ya kadha wa kadha, basi ndio hicho kilichokuwepo. Ibn Juzay rahimahullah عند هذه الآية akasema لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به, zama alipotambua Yusuf kwa yule mfalme kwamba anataka kumtumia yule mfalme, anataka kumtumia, hataki kumwacha, na pia kumtaka yani asaidike naye, kumtaka msaada yeye. Qala lahu dhalika, akamwambia hiyo. Kwa hiyo akamwambia katika mwanzo tu, akamwambia mwanzo. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayuha almalau ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Nabii Yusuf na nabii nani Suleiman, si ndio? Aliwaambia enyi almala, jumuiko, ayyukum ya'tini bi'arshi, nani kati yenu atakaletea kiti chake cha arsh cha enzi, kabla an ya'tuni muslimin, kabla ya hao watu kuja kwangu mimi hali ya kuwa ni Muislamu. Akasema ifritu katika majini, mimi nitakuletea kabla ya kwa kuinuka kutoka katika nafasi yako hiyo. Wa inni alayhi laqawiyyun amin, mimi ni mwenye nguvu katika hilo, tena muaminiwa. Qala alladhi indahu ilmu min alkitab, akasema yule ambaye kwake ana ilmu ya kitabu, ambaye ni mwanadamu, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfa, mimi nitakuletea kabla kupepesa nini jicho lako. Akamletea. Kwa hiyo katika hali kama hizi mtu kujielezea kwamba mimi nina uzoefu wa jambo fulani, mimi nina ujuzi, au katika fani hii mimi kidogo na mchango, basi hiyo ikiwa mlango ule amefanyaje, amefunguliwa. Lakini ibtidaan mtu kuanza yeye kuomba, hilo jambo halifai, hilo jambo halifai, na mfano haya. Wassalam. نعم. بيان أن تنصيب رئيس في كل إدارة أو اجتماع ضرورة دينية ودنيوية. kubainisha
kwamba kumsimika kiongozi. Je, unajua maana kusimika? Kusimika unajua maana yake? Kubainisha kwamba kumsimika kiongozi yani kumweka kiongozi. Sawa? Katika kila idara au mkusanyiko ni jambo la lazima kidini au kidunia. Sisi madam tuko pamoja lazima tuwe nani? Tuna kiongozi. La yuflihu qaumun la sarata lahum wala saratan idha juhaluhum sadu, au kama wanavyosema shairi, hawafaulu watu ambao hawana kiongozi, wala wale ambao wataongozwa na watu wajinga pia hawatofaulu. Kwa lazima watu wawe na kiongozi, halafu hao viongozi wawe waelewa wao. Isiwe kwamba bwana hii subulu salam mimi ndio nilipigania hii, kwa lazima mimi nipewe uongozi hapa. We nani? Wewe unatafuta jina lako kwa Allah. Basi atakaye kuja kulisimika jambo likaenda kwa lile lengo lilokusudiwa, huyo ndio atakayepata ujira, na wewe hujapoteza kile ambacho ulichokianza. Misikiti ile wazee, misikiti ya wazee, kwa sababu msikiti ule una jina la kiwanja la babu yake mzee Maruzuku. Kwa hiyo yeye pale hata kama hana lolote, kenda huko jeshi kastaafu, sasa nyonga ishakaribia kumvunjika, anakuja msikitini pale, msikiti wetu mimi ndo Juma bin Muhammadi bin Males bin Maruzuku, babu yangu hapa. Kwa hiyo anataka kuadhini pale, anataka kukimu, hawezi kitu. Lakini sasa nini? Sasa unaribu amali yako. Umetoka kwenye jeshi, ulikuwa ustaghfiru ufe, wewe unaja kuleta kuchukua dhambi nyingine huko. Hiyo ndio baadhi ya watu walivyo. Yani ukianza jambo, shaitani anakuchezea lile jambo usilimalize vizuri. Sasa jamani, katika kila mikusanyiko lazima kwenda nani? Kiongozi. Hatuwezi kwenda hivi hivi, lazima tuwe na kiongozi. Hatuwezi sisi tunasafiri tukaenda tu, huyu kasema tusimame hapa, yule kule kasema tusimame kule, yule kule kala huku. Anasema bayanu anna tansiba rais fi kulli idaratin, kubainisha kwamba kumsimika kiongozi katika kila idara au ijtima dharuratun dini wa dunyawiyya. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر, wanapotoka watu watatu safarini, falyuamiru ahadahum, wampe uamiri nani? Mmoja wao. Kwa hiyo katika Uislamu sehemu ambayo inapatikana amiri ya kwanza ni wapi? Kwenye safari. Na yule amiri lazima tumtii. Na si lazima amiri awe mwenye gari au mwenye kutoa pesa ya chakula, si lazima. Watu wote sasa bwana msikizi amiri tu sababu mna njaa. Amiri mtu ambaye watakaye kuafikiana, wakwambia huyu ana uzoefu, kuna sababu yoyote tu pengine ana uzoefu katika hili basi, au yeye anajua wao ndo kwao huko na mfano hayo, sawa. Lakini lazima tumtii amiri. رواه أبو داود قال أنه إسناده حسن، وقال الشوكاني إسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أوجب النبي تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر, amewajibisha mtume kumpa uamiri mmoja wao katika mkusanyiko mdogo wenye kuzuka safarini. Mkusanyiko mdogo ambao unazuka safarini. Kwa hiyo hapa tunajifunza sunna, haitakikani mtu kusafiri peke yake. Almusafiru shaitan walmusafirani shaitanani, hadithi ya mtume hiyo. Msafiri mmoja ni shaitan. Wewe unatoka hapa, umepanda gari hapa Shinyanga, umekaa na Warda pembeni pale, ana kishungi hivi kidogo, umejikaza mpaka manyoni pale, umeubana tu hivi kimya. Dodoma mzee umekwisha, lete maji, lete zabibu, pesa urejeshi, umechanganyikiwa. Ungesafiri na abu mwenzako ingekwaje? Si ungekuwa tele TV pale ya nyimbo utizame. Lakini umejiachia tena, wengine kavaa ile kofia na pia na mfukoni hivi. Niko na Warda hapa. Kofia nini? Mtihani kabisa. Kwa usafiri peke yako. Safiri peke yako. Watu wengi wanaathirika katika safari. Tunabadilika kabisa. Mtu akitazama kukulia basi nzima Joda Shei peke yake. Twende tu. Namshi. Mambo yanaharibika.
tanbihan bidhalika ala sairi anwa'i al-ijtima', kutanabahisha juu ya hilo, juu ya baki ya aina za mikusanyiko allati hiya akthar wa adwam, ambayo ndiyo mingi na yenye kudumu. Sasa tukiwa tuko pamoja kama hivi, hatumteui nani? Amiri. Tunamteua kiongozi mwenye kusimamia jukumu lile, kwa sababu tukisema amiri anakuwa na hukumu maalum. Amiri anakuwa katika safari, amiri anakuwa ni wa nchi, amiri atakayetawalishwa na kiongozi wa nchi. Amiri, maamiri watatu. Hivi viamiri vingine hivi, amiri sijui ya jumuiya ya Kiislamu, amiri sijui ya umoja wa vijana Shinyanga mjini na vitongoji vyake, wote wana habari. Kila mtu amiri. Hujui nani maamuri? Watu wote maamiri sasa hivi. Amiri wa tablighi, amiri sijui ya nani, haya mambo yana nafasi. Kwa hiyo sasa tunakuwa tuna kiongozi. Mambo yote lazima tuyapange kwa nidhamu. Mtu ambaye anasimamia fedha, mwingine anasimamia habari, mwingine anasimamia usimamizi huu na huu, lazima tuyapange mambo yetu kwa utaratibu. وقد قال عز وجل ألم تر إذا الملأ من بني إسرائيل. hivi huna habari ukuona juu wale mkusanyiko wa wana wa Israeli, min ba'di Musa, baada ya Musa, idh qalu linabiyyin lahum, pale ambapo walipomwambia mtume wao, walimfuata mtume wao akamwambia ib'ath lana malikan, tuletee sisi mfalme, nuqatil fi sabilillah, tupigane katika njia ya Allah. Wanataka nani? Kiongozi aongoze katika kupigana katika njia. Alipoletewa yule mfalme hawakumtaka, lakini Allah aliwapa sifa mbili. Alikuwa na ilmu, tena alikuwa mwenye afya nzuri na mfano hayo sikumbuki, lakini Allah ametaja katika aya za mbele katika hali hiyo. Na hiyo moja katika sifa ya kiongozi. Kiongozi awe na ilmu, kiongozi awe na afya. Sawa? Si kiongozi kila siku kwenye vikao yanaumwa. Anaumwa, hahudhurii. Wewe kwa kiongozi afanye mambo mengine ya khairi. قال الرازي رحمه الله في تفسيره سألوا نبيهم ملكا, walimuomba mtume wao mfalme, tanzim bihi kalimatuhum, ili wajipangilie, tantadhimu bihi kalimatuhum, ili lipangike kwa kiongozi huyo neno lao, wajitamiu bihi amruhum, na likusanyike kwa kiongozi huyo jambo lao, wayastaqimu haluhum fi jihadi aduwihim, na linyoke jambo lao, hali yao katika kupigana jihad na adui yao. Na hapa tunajifunza kwamba jihad, ili jihad lazima nani? Kiongozi. Hili jambo hawalitaki jamaa. Lakini wewe niambie, tunatoka hapa tunapigana jihad na makafiri, hatuna kiongozi, mambo yanaendaje? Hakuna taratibu unaokwenda. Wewe utakimbia, lakini watu ikawapo chini ya uongozi mmoja, anawaongoza na waelekeza. Na ndio maana siku zote wale wanopambana wanapambana kumuole kiongozi. Wanajua kishamua kiongozi, wale wengine hawana nguvu ya kupigana tena, wanakimbia. Kama vita vya Uhud, masabala baadhi waliposikia mtume kishafariki na ikawa aliuliwa mtu ambaye anafanana na mtume, ikawa anatangaza yule alimuua kamuua mtume, watu walikimbia, wengine mpaka Madina walifika. Watu wako vita vya Uhud, watu mpaka Madina walifika. Lakini baada ya kuona mtume yuko hai, katika watu ambao waliomhami baada wale watu 6 waliobakia ni Az-Zubair ibn al-Awwam, masahaba alitoa meno yao. Wengine mtu alipigwa mpaka vidole vyake viliselea hivi, yani vikawa vimepooza kwa ile mishale kumkinga mtume. Kwani kwa sababu kiongozi akiondoka, kiongozi jambo limeisha. Lakini mkae humu Kambarage, una pango lako umelinunua kulia na kushoto huku, jihad, ukisikia tu huyo meruka ukuta wa msikiti nini, kuna jihad hapo? Jihad akamatwa moja akipigwa mikwaju tu, mnaanza kutajana, yule ndo alotuleta yule jihad yenyewe kweli? Jihad yenyewe mno huni tu. Qala nasema, qala Saadi rahimahullah, ib'ath lana malikan ay lana malikan, tuainishie si mfalme, tuna mfalme, nuqatil fi sabilillah, tupigane katika njia ya Allah, liyajtami'a mutafarriquna, ili papate kukusanyika wale watu wote ambao wamefarikiana wapate kukusanyika wote pamoja, wayuqawimu bina aduuna, na ili apate kiongozi huyo kukabiliana, kupambana kwetu sisi na ule adui wetu. Wala'allahum fi dhalika alwaqt laysa lahum ra'isun yajma'uhum, na huenda katika wakati walikuwa hawana kiongozi anayewakusanya.
قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال السعدي بعثنا منهم 12 نقيبا أي رئيسا. wana Israeli wakaishi kimakabila. Allah alipochukua ahadi kwa wana Israeli na tukawapelekea kwa wao viongozi 12 kwa sababu walikuwa upanga makabila wapi 12 na Waarabu wana Israeli na kabla ya hao watu walikuwa wakiishi kimakabila. Kwa hiyo ili uwape muongozo umteue katika kabila lao kiongozi mmoja. Aliposema wabaathna minhum 12 naqiba ay ra'isan wa 'arifan ala man tahtahu, kiongozi mwenye kumtambua tena mwenye kumtambua ambaye kwa chini yake, liyakuna nadhiran alayhim, ili mwenye kuwatazama, hathan lahum ala alqiyam bima umiru bihi, mwenye kuwahimiza juu ya kusimamia kile walichoamrishwa, mutaliban yad'uuhum, tena mwenye kuwataka wao mutaliban mwenye kutaka kwa wao usimamizi, uongozi, maelekezo, ila yad'uuhum anawaita katika hilo. وعن علي بن أبي طالب قال لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. lazima watu wana kiongozi mwema au muovu. Kwa hiyo ni bora kuwe na kiongozi muovu kuliko kutokuwa na kiongozi, kwa sababu kiongozi yule pamoja na uovu wake kuna baadhi ya mambo atasimamia, lakini lau kama mambo ingekuwa faudha, hakuna uongozi, kila mmoja afanya takalo, mtu mwenye nguvu anamdhulumu, kungekuwa kuna vurugu katika jamii. Ndio maana jambo la kuwatii watawala linarejea katika hisi, hata kiakili. Yani kwamba mtu midamu yuko juu yako, ana nguvu zaidi yako, basi wewe mtii, kwa sababu wewe huna nguvu. Mshahara wako unategemea kwake, biashara zako ziende yeye, aike mambo yake sawa. Usipomheshimu wewe utafanyaje? Maisha yako yanahitaji juhudi yake, utayari wake na mfano hayo. Kwa hiyo unakuta ni jambo la lazima kuwepo kwake. بيان مشروعية اتخاذ النواب والحث على ذلك. ubainifu wa kuwekea sheria kwa kujiwekea manaibu. Ushakuwa wewe ni kiongozi, sema kabisa jamani, mimi nikifa basi mtu fulani awe analiweza jambo hili, isiwe ni wewe tu umekufa wewe, tena watu hawajui pa kushika wapi. Na hii inatufunza katika istidadi lilmaut. Umepewa cheo, basi jamani kitokezea nimeanguka fulani, hiyo ni katika mambo ambayo kuwekewa sheria. Mwingine ngombe bana, sasa mtafute mtu, ukifa wewe hapo kwa shemena kufa, ufi wewe unaishi milele. Heka mtu ambaye atakayesimamia wewe utapokufa, hatujui nani atakayetangulia. Muda mwingine babu anabakia, mjukuu anaondoka, lakini kikawaida babu ndo anakufa mwanzo kuliko nani? Mjukuu. Hiyo ni kawaida na kinyume chake utokezea. Ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala amara Rasul sallam fi ghazwat Mu'ta Zaid ibn Haritha. Mtume alipewa amiri katika vita vya Mu'ta Zaid ibn Harith. Faqala Rasulullah, mtume akasema in qutila Zaid fa Ja'far, akiuliwa Zaid Ja'far, wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn, na wote wakauliwa paka mwisho. Baada ya kuuliwa wote waliotaja mtume, akaja kwa kiongozi nani? Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul. Yeye akaja baada ya kuona hakuna kiongozi, na bidii lazima ipe kiongozi, akajiteua yeye, wakachukua nafasi yeye. وقد قال الله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. na Musa alimwambia ndugu yake Harun, khulufni, kan niaba kwa nafasi yangu, khalifa. Sawa. Wanasema Aisha alipoulizwa ni mtu gani duniani alimfanyia wema mtu au ndugu yake kuliko watu wote, akasema Musa kwa Harun. Musa kwa Nabii Musa alipoteuliwa awe mtume, akamwambia ndugu yake na wewe nani? Awe mtume. Hakuna cheo kikubwa katika ulimwengu zaidi ya cheo cha nani? Cha utume. Kwa hiyo Nabiyullah Musa sasa alipotoka kwenda kuzungumza na Allah, akamwambia ndugu yake ukhlufni, yani ukhlufni kana nafasi yangu. Ndio maana nasema khalifa aliyekaa baada ya kuondoka mtu. Kiambwa khalifa, mwanadamu amefanywa kwamba khalifa ardhini, kabla kwa mwanadamu ulikuwa na viumbe wengine. Unasema khalifatun nabii, maana yake kabla kuwepo khalifa Abubakar kulikuwa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia khalifa ni mtu ambaye mwenye kuondoka na kurejea, kama mwanadamu amefanywa khalifa.
Kisha akasema wa aslih, natengeza wala tattabi' sabila almufsidin, wala usifate njia za wenye kuharibu. Qala ibn Ashur rahimahullah, wa maana khulufni kun khalafan anni, kuwa badala yangu mimi wa khalifa, na kuwa khalifa wa huwa alladhi yatawalla amala ghairihi inda faqtihi, na ni yule ambaye anasimamia amali ya mtu mwingine wakati wa kukosekana kwake. Kwa hiyo namweka mtu kuwa ni khalifa, fatantahi tilka alkhilafa inda udhuri almustakhlifi, basi humalizika wa khalifa huo anaporejea yule aliyeweka khalifa. Mtume alikuwa akitoka Makka, akitoka Madina kwenda katika vita, anamweka khalifa. Ndio mwingine anamweka Abdullah ibn Ummi Maktum, anafanya kwamba yeye ndio khalifa. Mtume alikuwa katika vita fulani, khalafa Abdullah ibn Ummi Maktum. Lazima sehemu kuwe na uongozi, huo ndio taratibu. Kwa hiyo mambo, mtu mfano wewe umekabidhiwa amana za pesa, mambo tunazungumza mara nyingi, amana za pesa, una safari yako, unajua hizi pesa muda wote zinaweza zikahitajika, sio zako. Unaweza kumpa mtu, bwana hii hapa amana hii, pakihitajika hii hapa, ukirudi anakupa. Hamjelewa? Ndivyo taratibu ulivyo wa dini, kwa sababu wewe unawakilisha jambo la watu kuweko kwako pale. Sasa watu wasione dhiki kwamba bwana hayupo, sawa, akifaje? Sasa hivi hayupo, akifaje? Wewe umepewa kazi bwana, hapa wewe ndio muadhin, hii subulu salami hii ndio muadhin. Watu wamekaa dhuhuri hajasikia adhana, la asiri hajasikia adhana. Uko wapi? Uko Kahama, unazunguka tu. Hapa umepewa jukumu, tafute mtu, bwana leo sitokuepo, leo mpaka kesho njoo usimamie hapa. Ndio taratibu, mambo yanakwenda. Yani kuna muda mwingine watu wanaona mambo yanakwenda bila ya kuyumba wala kusita, kwa sababu yani kupiana ile majukumu. Lakini kuna mtu mwingine anakuwa kama mwanga vile, lazima aongoze yeye siku zote. Kwa hiyo huyu akitoweka, mambo yana watu wanapata tabu. Sasa tumtafute mwingine. Sasa utaratibu sio sawa. Hata ofisini kule, yule anayekuja mfundishe kazi, atakusaidia. Kuna siku utaugua, lakini umemwekea ndita, umemwekea mgomo wewe. Usijifaa umesoma, una degree 2, utaona hapa. Uona diploma chako hivi umemnunia. Siku anakuja waziri sijui nani, unaomba utengeze, hajui kitu mwenzako. Unafanyaje sasa? Kana nasema وفي معنى الحديث، لقد كمان حديث ما رواه أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم كما يتوجب على المدينة مرتين، amemweka kuwa kiongozi ibn Ummi Maktum katika mji wa Madina mara mbili. رواه أبو داود في سننه وقال ابن كثير سنده حسن وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة، alimwacha kuwa khalifa juu ya sala na mengineyo katika jambo la Madina. Kwa lazima kuweko na usimamizi. Rawahu al-Haythami في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. قال ابن حجر اسناده حسن. حديث يا 9 بيان فضل العدل حال القيام بأعمال الإدارة ومسؤولياتها، kubainisha fadhila za uadilifu wakati wa kusimamia matendo ya idarani na majukumu yake. An Abdullah ibn Amr ibn al-As qala, mtume anasema innal muqsitina, hakika waadilifu. Ikija al-muqsit inakuwa ni muadil, na ikija al-qasit inakuwa ni nani? Dhalim. Wa anna minna, semaje? Wa minna al-qasitun, ndio al-qasitun inakuwa ni dhalim waovu. Ikija muqsit inakuwa al-adil, mwadilifu. Hakika waadilifu mbele ya Allah ala manabir min nuri, watakuwa hapo katika minara ya nuru, an yamini rahman, kwa upande wa kulia wa Allah, wakilta yadayhi yamin, na mikono yake miwili Allah yote ni ya kulia, alladhi ya kiume au ya kulia, alladhina ya'tiluna fi hukmihim wa ahlihim wama wallu, anasema wale ambao wenye kufanya uadilifu
katika hukumu zao na watu wao na yale walioyasimamia. Kwa hiyo jipambe na sifa ya uadilifu, kuwa mwadilifu katika shughuli yako. Tena mimi nasema mara nyingi jamani, sisi masalafi tukiingia katika maofisi haya tuwe ni mifano mizuri kwa watu. Watu wajue kwamba hawa jamaa wapo kweli. Hawa jamaa wapo kweli. Kwa ndugu yetu mmoja, Allah mhifadhi, amepewa nafasi kule bandari. Bandari katika sehemu ambazo watu wanajua tukisema hivyo zinazoingiza sana. Ile nafasi ilikuwa kikaa mtu pale miezi 5 6 na majumba 5 6 magari. Kaekwa yeye pale. Yuko vile vile na maisha yake, anaenda kihonda. Tena mara gana katika njiani mwendo. Anafanya basi wale jamaa wote walamika. Masalafi haja kufanya nini huku? Sio ndio kusomeshana misikitini, kwa sababu ile mirija ambayo alikuwa akiitumia ya dhulma, ya khada khiana, rushwa, jamaa kaikata. Wala hataki habari ya mtu. Yeye kasimama bali kiuadilifu, kidini. Unaelewana? Nasema kidini. Kwa hiyo yule anakuwa ni mfano mzuri. Watu wanakuchukia ukisimama kiuadilifu katika haya maofisi yetu. Wallahi utachukiwa na watu. Na wewe unafanya adhkari tu. Maana ukaja kuingia ofisini unajua kwamba umeingia kwenye hekalu hivi. Giza, watu watakupiga kitu. Kwa hiyo ufanye adhkari sabahan wa masaan. Unanielewa? Ufanye adhkari. Ndio hivyo, kile ukifungua daktari unakuta jeupe, kumbe mna maandishi chungu nzima. Ushapigwa kitu. Wasema dai miwani, kumbe hamna cha miwani kimoja. Sasa sisi tuwe ni vigezo vizuri. Unapopewa amana ya mtu, kuwa mwaminifu. Sio wewe unatoka hapa mtu wa dini unaenda kumkopa mtu. Jamaa anakupigia simu ana shida nyingine, tukutumia taonana, hata salamu itikii. Mwisho simu zako zipokei. Mwisho unakopa huku, unakopa kule, huna uaminifu. Anakuja mtu mwingine pale mwenye shida ya dini, vikanzo ndo wao. Kwa hiyo kwa sababu yule wa mwanzo, na kushajiona wewe huna ulipaji, sema tu bwana wewe ngaiye. Lakini mtu anakuja wa mwanzo, anakuja mtu wa pili, anakuja mtu wa tatu, wote baba mmoja mama mmoja, kasoro babu tu. Haya mambo sio sawa ndugu zangu. Kwa hiyo lazima tuwe waaminifu. Sawa? Lazima tuwe waaminifu. Anasema ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر بن الخطاب قال إن للعدل أمارات وتباشير. Hakika jambo la uadilifu lina alama na bishara. Utakumjua mtu mwaminifu, kuna alama ndani yake na kuna bishara njema. Fa amma al-amarat fil haya was-sakha. Ama alama ni mtu kuwa na haya na utoaji. Moja katika kumjua mtu huyu mlipaji, huyu ni mkweli, sakhi. Mtu anakuwa ni mtu wa kutoa, akiwa nacho anakitoa. Sawa? Walhain wallin, na upole na ulaini. Wa amma tabashir, ama bishara farahma, kwa ni mtu mwenye huruma tu. Sio kile jitu limekaa kavu. Anaona hapa hii, wacha nitilie nia mapema hii deni ile wacha nitilie, halipi mtu. Hayo ni makosa. Kwa hiyo tujitahidini sisi tuwe ni ruanza njema kwa watu. Ndio mwingine tunasema vibaya katika jamii kwa sababu ya hivyo. Bwana kujia bwana kupiga tena, kuna watu wanajua kukopa. Mtu akope 100,000 200,000, mtu ankupa sasa vipi bwana, koima dawa inaendeleaje? Unaingia pale, dawa vizuri tu hivi. Vipi bwana? Durusi uonekani siku hizi. Takuja. Sasa bwana, nilikuwa na jambo langu dogo hapa. Nataka hivi ndani ya siku 2 nirejesha. Kweli bwana, kweli. Mtu anaenda benki kwa anatoa, anafanyaje? Anakupa. Baada ya hapo mtu aeleweki. Bado kidogo. Mwaka umepita. Bado kidogo. Toka mtu na nguvu ya ambia umreje mpaka mtu ana amwachie Allah tu. Sasa umeenda hapa, umeenda pale. Halafu watu hawafanikiwi. Mnajua wale jamaa wauza viwanja. Mtu anaweza kuuza viwanja kwa watu hata 8. Wote kauzia kiwanja kimoja. Tazameni maisha yao wale jamaa. Wengi wafanikiwi. Wapo tu. Ana kanda 2, huku rangi blue, huku nyekundu.
maisha ndio yale habadiliki kabisa. Dhulma, الظلم يرجع عقباه في الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. Unajikuta umelala unangoro mwenzako, mtu ile pesa kaipata kwa taabu, kwani usimwambie tu bwana mimi nina jambo langu sijui nitamaliza lini, kwa hiyo wewe nipe, kama utakuwa na mizunguko yako bora usinipe siku iko ndani basi. Lakini anambia siku mbili tu. Kuna mmoja alimwambia mtu siku mbili tu, jamaa akamwambia subiri nakuletea baadaye, kesho nakuletea. Siku ya pili ilipofika akamwambia vipi kwa, akamwambia umeniambia kesho utaletea, hiyo akuletea ndio itumie sasa. Hana mtu sasa, kwa uongo inakuwa nimeshachoka jamani. Je, kuondokea hadithi ya 10 hapa. Leo tutasoma hadithi 9. Ndio. Je, kuondokea hadithi ya 10 hapa inshallah. Ili watu pia wapate vitabu. Mimi kitabu changu nakimaliza. Hata kama msafara utakuwa wanaondoka, mimi mpaka kitabu changu kimalize. Wala sitaki kwenda haraka. Kwa hiyo kama Jumanne mimi nipo, Jumatano mpaka nimalize hiki kitabu. Inshallah. Nimekuja kusomesha hiki kitabu. Hapa najua kuna waajiriwa wingi humu. Wa serikali wa binafsi. Cheka sadaka yangu kwa Allah. Watu wafanye kazi kiuadilifu. Kuwa salafi haina maana kwamba wewe sio mwadilifu. Sawa? Kuna watu wizi, mtu anaiba mpaka umeme wa serikali. Iba matawakutia, mbona tumia umeme wao? Kuna watu wanachokonoa pale. Wewe atamtumia mafriji 10, umeme uko vile vile. Anamwambia vipi? She, makafiri hawa inafaa kuiba. Mbona tumia? Mbona tumia umeme wa makafiri? Usitumie umeme wako wa sola. Sola yenyewe ni za makafiri. Tafuta umeme wa Kiislamu, sio umetengenezwa wapi? Sasa fikra kimbao watu wanakuwa nayo wanafanya. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afia. Allah bariki.